Unanielewa? Nikawa baadhi yetu tukabaki kwa ajili ya kusubiri ibada ya Jumapili. Kumbe walivyoondoka na wahudumu pia waliondoka. Na wahudumu walifanyaje? Mimi nikawa nimebaki na tunasubiri nitaitwa. Baadaye nakuja kuona yule ana sahani yake, yule ana sahani yake, yule ana soda. Naambia sasa inakuaje hiki tumbo na sikielewi. Alafu sioni hata ramani ya kwenda kulala. Ghafla nikaanza kuwaza kwamba ramani hata hapa kwenda kulala ni vipi. Kuna gari fulani, Costa fulani ilikuwa hapo, nikawa naivizia. Nikasema nisipopata mwenyeji atakayeniambia twende tukalale, nitajiingiza huko. Baadaye moyo ukaanza kunungunika. Moyo ukaanza kufanyaje? Nikamwambia wewe moyo mpumbavu wewe. Hebu sema moyo acha upumbavu. Mimi huko nilikuja kuchukua upako. Mimi sijaja kula, sijaja kulala. Moyo usinisababishe mimi nikose. Wewe akili usisababishe nisiondoke na upako wangu. Lazima niondoke na upako wangu. Vikwazo ondoka. Na wewe tumbo acha kulalamika. Nikaiambia tumbo, je, ungekuwa mlimani ungeenda kudai kwa nani? Halo? Nikamwambia tumbo nini? Sasa ukitaka utendewe muujiza, pangua faili zote za vikwazo. Pangua nini? Ukisha kushakuwa na neno ndani ya moyo wako, na kuhakikishia huwezi kwenda na muujiza. Ni ngumu. Mwambie wenzako ni ngumu. Ni nini? Ukisha kushakuwa na neno na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna utoto fulani ambao unaosema eti ukimsamehe mtu sharti turudiane. Si lazima. Mwambie wenzako si lazima. Si nini? Si lazima. Kwanza wakati tulivyokuwa marafiki hatujaombana. Ni mimi niliona ulinifaa na mimi nikaona na kufaa. Bwana Yesu asifiwe. Tukafaana, tukawa marafiki. Hatujaombwa kwamba twende tukafanye urafiki. Hatujaombwa. Si ndio hivyo mtu wa Mungu? Lakini hivyo hivyo kurudia urafiki, kusamehe ni lazima, kurudia urafiki si lazima. Unanielewa mtu wa Mungu? Kurudia urafiki sio nini? Sio lazima. Kwa hiyo ninakuandaa, anza kuomba toba kimoyo moyo ili Mungu aitembelee maisha yako. Unanielewa? Mpangue, sijui nani alikupiga, sijui nani alikufanyaje, sijui alikukashfu, sijui alikufanyaje. Waondoe wote ndani ya moyo wako. Huo ndio mlango wako wa baraka. Ndio mlango wako wa nini? Mlango wako wa baraka na wa kufanikiwa. Ndio mlango wako pekee. Alafu Biblia inasema wasameheni watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe. Unanielewa? Na Baba wa mbinguni atafanyaje? Ukisamehe robo na Mungu anakusamehe kiasi gani? Ukimsamehe robo tatu na Mungu anakufanyaje? Ukimsamehe yote na Mungu anakusamehe yote. Kwa hiyo swala la msamaha, wewe unakuwa wa kwanza kuingiza msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndo anaanza kukanyaga nyayo yako hapo. Wewe Mungu ndo anakufuata hapo. Kwamba ukisamehe kidogo na Mungu anakusamehe kidogo. Ukisamehe sana, ile kiwango utakayesamehe ndo Mungu anakusamehe nayo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanashindwa kupokea muujiza wao na uponyaji wao kwa sababu moja tu, kutokusamehe ndani ya moyo wake. Kutokuwa na moyo wa kuachilia. Nikuulize swali, humwachilii kwani utanifanyaje? Halo, haumwachilii kwani utamfanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Tena ukiendelea tena hicho alichokukwaza nayo, ukiendelea tena anakurudia. Ukiendelea na kufanyaje? Ukiendelea na kufanyaje? Anakurudia. Ukiendelea anairudia kile ambacho kinakuumiza moyo. Kwa hiyo jibu samehe. Alafu kisamehe, kwa nini sio lazima turudiane? Ili ninajua kwamba akili ya huyu mjamani kisharudiana ataniumiza tena, naogopa kuumizwa. Lakini nimemsamehe na ninampenda. Nimemsamehe na nini? Nampenda. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima nikikusamehe mpaka nije nyumbani kwako tunywe chai kwa pamoja. Hiyo ni utoto. Mwambie mwenzako utoto. Mwambie alafu acha utoto. Kwa hiyo ukihitaji ushindi,
Ukihitaji ushindi, kumbuka msamaha. Kumbuka nini? Msamaha. Moyo wenye msamaha Mungu hushuka. Unanielewa? Moyo wenye nini? Msamaha. Tunaenda kwenye maombi. Moyo wenye msamaha Mungu hushuka. Moyo wenye msamaha Mungu atamtendea huyo mtu muujiza. Moyo wenye msamaha kwenye ibada kama hii, huyo mtu lazima aondoke na cha kwake kinachotoka kwa Mungu. Maana Mungu yuko tayari sasa hivi anashuka. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kazi yake. Akifika Mungu namba moja, anauchunguza moyo wako. Anauchunguza nini? Anauchunguza moyo wako. Akishaona moyo wako uko namna fulani, unaruka, anaenda kwa fulani. Akishaona moyo wako, ngoja nikwambie, hata mtu unapoona mtumishi au fulani kabarikiwa, fulani uchumi umeinuliwa na alikuwa Mkristo na akainuliwa, ni Mungu alitembea. Mungu alifanyaje? Waambie wenzako, Mungu alitembea. Akaangalia moyo wako, akaona moyo wako umejaa manunguniko, akakupita. Akaangalia moyo wa baba fulani, akaona umejaa manunguniko, akampita. Akaangalia moyo wa kijana fulani, akaona moyo una amani, una furaha. Mungu anaachilia neema mahali hapo. Mpige Yesu makofi na vigelegele. Ongeza makofi kwa Bwana mkubwa. Kwa Mungu huachilia neema yake penye roho ya msamaha, moyo wa amani. Wana wa Israeli walishindwa kushinda safari yao ambayo Mungu alikusudia wale wana wa Israeli wasafiri waende mpaka Kanaani. Mungu hakuwa na mpango kwamba safari yao waishie jangwani. Mungu hakuwa na mpango huo. Mungu alikuwa na mpango wana wa Israeli wafike Kanaani. Hata waliotangulia mbele ya haki, Mungu hakuwa na mpango kwamba atangulie mbele ya haki bila kutimiza maono yake. Lakini inatokea anatangulia mbele ya haki, maana Biblia inasema mshahara wa dhambi, moja ya dhambi ni manunguniko. Moja ya dhambi ni kubeba watu ndani ya mioyo kwa vikwazo. Hiyo ni moja ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli waliadhibiwa. Unanielewa? Wakaishia jangwani. Mungu hakumweka Sauli kwamba safari yake ishie njiani. Hapana. Aina ya moyo wa Sauli ulisababisha Mungu ajute kumteua kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana tabia kujuta. Mwambie wenzako, Mungu ana tabia kujuta. Kwa hiyo chomoa yote, alafu sema acha kuwategemea wanadamu. Biblia inasema amtegemea binadamu atakuwa kama nani? Atakuwa kama nani? Kanisa la Mungu, fukara nyikani, hataona mema inavyojitokeza. Maana unapomtegemea, atanililia shamba, ataninunulia mbegu, atanisomeshia watoto. Mungu anaona sasa amekaa, huyo mtu amekaa kwenye nafasi ya Mungu. Kwa Mungu anapata wivu. Bwana Yesu asifiwe. Hali hiyo mtu yeye mwenyewe hajajiweza. Kuna watu ambao akiomba mchango, akinyimwa au akipewa kidogo, analalamika. Ana nini? Ana nini kanisa? Analalamika. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kuna cha kwako ulichokiweka hapo? Halo? Hivyo ukienda ukachangiwa jambo lako fulani nalipigania, ya milioni kadhaa, ya milioni 20, ya milioni 30. Mtu akakupa 5,000 wakati angetakiwa akupe 500,000 ili uweze kufika mwenye gharama. Akakupa 5,000. Unalalamika, kwani ilikuwa ni ya kwako? Kwa nini ulikuwa unamtegemea? Swali, kwa nini unamtegemea? Mtegemee Mungu wa mbinguni. Mungu ndio akuinulie watu. Sema amen. Mungu akufanyaje? Mungu amrishe mtu fulani kwamba nenda peleka hiyo milioni kadhaa, nenda peleka hiyo laki kadhaa, nenda peleka kitu hii. Hiyo ndio inaitwa mtu anayemtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayemtegemea Mungu. Unanielewa? Mungu akuinulie watu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, nimeweka Seba na Kushi kwa ajili yako, nimeinua watu kwa ajili yako. Kwa sura hiyo hana haja yule mtu kwenda kumnyenyekea yule aliyempa. Hana haja.
Nitamnyenyekea Mungu wa mbinguni, maana Mungu ndio aliyekuamrisha wewe uilete kwangu. Kama Mungu alikuamrisha wewe uilete kwangu, sina haja ya kukuabudu. Nitazidisha ibada yangu kwa Mungu aliye mbinguni. Sema amen. Maana Mungu yeye ndio aliyekuamrisha. Na hizo pesa huwa hainaga manunguniko. Mwambie wenzako haina manunguniko. Tena akifika namwambia, kwa nini ulichelewesha? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini alifanyaje? Sasa unahitaji kufanikiwa. Sema ehe. Kuna watu, hebu sema watu. Kuna watu unatakiwa uwaondoe kwenye maisha yako. Kuna watu unatakiwa wafanyaje? Uwaondoe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa rafiki na wewe, maisha yako haiwezi kwenda mbele. Inawezekana huyo ambaye anatakiwa aondolewe kwenye maisha yako, inawezekana ni mtu ambaye umeona kama ni tegemeo kwenye maisha yako, lakini Mungu anamtaka umuondoe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za Mungu zina viegezo. Mwambie wenzako, baraka za Mungu zina viegezo. Mungu anataka huyo mtu ambaye ni tegemeo. Ngoja nikwambie, Lutu alikuwa tegemeo kwa Ibrahim, lakini ili Ibrahim afike kwenye yale baraka za kimungu, unajua kuna zile baraka za kibinadamu. Mwambie baraka za kibinadamu. Zile baraka za kawaida na wengine, kujenga kawaida kama wengine, kuwa na gari fulani la kikawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili kuwa na ile baraka inayosema utakuwa kichwa, hautakuwa mkia, kuna watu ambao kwako wewe inawezekana wakawa tegemeo. Si wabaya tu, wakawa tegemeo. Unatakiwa wapangue pembeni. Wafanyaje? Waweke pembeni. Ukiwaweka pembeni, ndio Mungu anashika nafasi, alafu yeye mwenyewe anakuinulia watu walio sahihi kwa ajili yako, kwa ajili ya kukufikisha kwenye malengo, kwenye zile viwango vya juu.